watatoka, hawaogopi tena kufa, kwa sababu hawezi kukaa ndani ya majumba, wanakufa na njaa, wanaogopa kuuawa. Waruhusuni watoke, walindeni, wafanye maandamano kwa amani na mwalinde, hakutatokea na vurugu iwayo yoyote, na watoke wakifanya shughuli zao, wapate kitu cha kuweza kula na familia zao. Lakini mkiwabana, itakuwa hali ni mbaya kuliko ya tarehe 29 Disemba, 29 Oktoba. Kwa hiyo ningependa kuiasa sana serikali, manake naona kama imefika mwisho wa kufikiri yenyewe, naona kuua au kuzuia ndio dawa. Kumbe sio dawa, ni sawa kuzima moto kwa petroli. Hiyo sio dawa hata kidogo. Waruhusuni watoke, wafanye biashara, wapate kupata mahitaji yao, kwa sababu kipindi kile nyinyi mlikuwa na vyakula ndani ya majumba yenu, lakini wao hawakuwa na mavyakula, na hamwezi mkajua watu wa chini walifanyaje mpaka kusurvive, kutokufa na njaa. Na ndio maana unakuta kwamba wengine walitoka kwenda masokoni kuhemea, kwenda madukani kuhemea, na njiani wakapigwa risasi na kufa. Sasa wanapigwaje risasi na kufa wakati nyinyi mnakula? Tukisema mnasema unasema unachochea. Huo sio uchochezi, hiyo ni kweli. Kama kweli mna akili, msiwazuie wananchi. Wananchi sio watoto wadogo, na sasa hivi tunaona kabisa akili zenu zimefika mwisho. Kwa sababu baada ya mauaji akili zenu wakubwa zimefika mwisho kabisa, hata mjui mfanye nini. Bora hata tunapokuwa tunasema hivi tunawapa maarifa ya kufanya. Tulieni, waacheni watoke, watafute riziki zao na familia zao wapate kula. Lakini mkiwazuia, ndio hapo sasa watafika kwenye maduka wanapora vyakula, kitu ambacho sivyo ambavyo litakiwa kuwa. Ni nyinyi mtakaokuwa mmesababisha. Kwa hiyo mimi ninawashauri kwamba njia zote ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mautini. Ndio kama mlivyoona pale mwanzoni mlivyofanya Oktoba 29. Mliona mkiwazima kwa mtutu wa bunduki kwa kuwaua wataogopa, lakini mmeona jinsi ambavyo mmewasha huo moto kwa petroli. Hawaogopi kufa, hawaogopi chochote. Hawaogopi hata kidogo, ukilinganisha kwamba ndugu zao wamekufa. Ndio kabisa mnawafanya kuwa vichaa. Kwa hiyo msiwazuie. Nyinyi mna vyakula ndani ya majumba yenu, lakini wao hawana. Nyinyi mna pesa zile zilizoibiwa za serikali ambazo CIG alishasema kila mwaka kuna pesa kiasi fulani zimeibiwa. Hatujawahi kuona hata siku moja zikirudishwa. Hizo pesa zimeenda wapi? Ina maana ziko na hao walioiba ambao ni wakubwa, waliokaa kwenye huo mchirizi wa kuiba hizo hela. Kwa hiyo wananchi wa kawaida ni wananchi maskini ambao wanakula maadamu itwapo leo. Hawana kitu cha kula, hawana akiba iwayo yote, ni mpaka atoke ndio wale. Kwa hiyo msiwazuie. Hata mimi sindokuwa pamoja na serikali kama itawazuia. Nitakuwa naona inataka kuwaua kimya kwa njaa ndani ya majumba na kuzima huo mtandao, ambapo wengine wamejiajiri kupitia hiyo mitandao. Kazi zao wanazifanya mtandaoni, mnawazuia. Nyinyi mmeajiriwa kwa kodi zetu, mnalipwa mishahara, lakini unakuta kwamba wao hawana ajira, na nyinyi wenyewe ndio wenye kusema. Nilimsikia Heche bungeni akisema, nyinyi mnasema kwamba wasome ili wajiajiri. Mbona sisi tumeshindwa kujiajiri? Tumekuja huku bungeni kutafuta kura tupate pesa. Sasa wao wajiajirije? Sasa wamejiajiri mitandao mnazima. Hata mkizima hakuna kitu ambacho ni siri. Mjifunze kupitia 29 Oktoba kwamba mlizima mitandao mkijua kwamba hakuna mtu atakayejua chochote. Yuko Mungu ajuaye chochote. Yuko Mungu anayeona kila kitu, wala hakuna siri kwake. Hahitaji hata satellite wala nini. Lakini satellite zipo kwa ajili ya yenu wanadamu, ili kwamba mpate kujua Mungu ni mkuu. Na kwa sababu hiyo ninawaambia tena kwamba njia zote ni sawa machoni pa mtu mwenyewe, lakini mwisho wake ni mautini. Pale mwanzo wa Oktoba 29 mliona kila mlichopanga kwamba ni sahihi, lakini matokeo yake mliyaona. Hata sasa hayo mnayoyapanga 9 Disemba mnaona kwamba ni sahihi, lakini hakuna usahihi hata kidogo. Itakuwa ni aibu kuliko 29 Oktoba. Itakuwa ni aibu. Na kwa kweli kama kutatokea chochote kama vile 29